Kwa mujibu wa afisa habari wa bodi ya ligi ni kwamba mchezo wa dabi upo kama kawaida na mchezo wa dabi utachezwa tarehe 15 na wao wanaendelea na taratibu zote za mchezo, kwa maana hata kama Young Africans wao wanadai kwamba hawatashiriki kwenye mchezo, lakini bodi ya ligi kama chombo ambacho kinasimamia ligi kinaendelea na taratibu zote kuhakikisha kwamba logistics zote zinakamilika na kila kitu kinakuwa tayari kwa ajili ya mchezo wa dabi ya tarehe 15. Sasa issue ya Yanga watakuja ama hawatakuja ni swala ambalo linabaki kwenye mikono yao au linabaki kwenye maamuzi yao, lakini bodi ya ligi kama chombo ambacho kinasimamia mpira wao wanaendelea na taratibu zote za mchezo, na ukweli ni kwamba ama kitu ambacho wanahakikishia mashabiki ni kwamba mchezo utachezwa tarehe 15 ya mwezi huu wa 6, kwa maana ya kwamba hakuna mabadiliko yoyote ambayo yataenda kufanyika. Sasa kuna vitu ambavyo watu wanajiuliza. Yanga ndio wenyeji wa mchezo. Kama Yanga ndio wenyeji wa mchezo, ikitokea hawajaandaa chochote mpaka siku ya mchezo itakuwaje? Ukweli ni kwamba Yanga ndio wenyeji wa mchezo. Wao ndio wanatakiwa kuandaa tiketi za watu kuingia uwanjani. Wao ndio wanatakiwa kuandaa namna ambavyo watu wataingia na kila kitu ambacho kinatakiwa, kuandaa masuala ya miundombinu kwa maana ya vitu ambavyo vinatakiwa kwa maana ya magari yale, ambulance na nini, vyote wanatakiwa kuandaa wao. Lakini je, wasipokuwa kama hawachezi dabi, nani anahusika kwenye kuandaa hivyo vitu? Hasa issue iko hivi. Bodi ya ligi wao ni wasimamizi wa ligi na wao ndio ambao wanaendesha ligi na wao ndio wanasimamia kila kitu, pamoja na kwamba timu mwenyeji anapewa mamlaka ya kusimamia kila kitu, lakini wanashirikiana kwa ukaribu zaidi na bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi kama chombo kina uwezo pia wa kusimamia vitu vyote peke yake, kwa sababu vitu vyote hivyo ambavyo vinaandaliwa bodi ya ligi ndio ambao wanaviidhinisha. Kwa mfano, upatikanaji wa tiketi mwenyeji ndio anaandaa. Sasa kwa sababu mwenyeji anagomea mchezo, manake linaachwa kama lilivyo. Ina maana bodi ya ligi wao huwa wanaamua tu kushirikiana na mwenyeji wa uwanja au mwenyeji wa mchezo kupanga kiingilio kitakuwa shilingi ngapi. Lakini kuhusu tiketi zinapatikana wapi na nini, mwenyeji wa mchezo ndio ambaye anahusika. Ina maana asipoandaa tiketi, asipotengeneza mazingira mazuri ya mashabiki kuingia uwanjani, hilo linabakia kuwa jukumu lake wala la muandaaji wa mchezo. Ina maana kitokea uharibifu wowote, bodi ya ligi wao wanadili na yule ambaye amepewa mamlaka ya kuongoza ya kusimamia mchezo. Kwa maana ya Young Africans wao ndio wasimamizi wa mchezo. Ina maana watu wataingiaje uwanjani, tiketi zapatikana vipi, ni jukumu ambalo ni la kwao. Wao ndio wanaamua kwamba tiketi zetu zipatikane wapi na wapi. Ina maana ikitokea kuna uharibifu wowote ambao unaweza kwenda kutokea, maana yake wao watawajibika na bodi ya ligi itawadhibu kama kawaida. Lakini issue nyingine ni issue ya madaktari wale wa emergency ambao wanakuja sambamba na ambulance. Hawa timu mwenyeji ndio ambayo inatakiwa kuandaa kikanuni, lakini bodi ya ligi wanaweza kuandaa pale ambapo mwenyeji wa mchezo atashindwa kufanya hivyo, halafu baadaye anaweza akamwadhibu kwenye akampa adhabu baadaye. Ama kwa sababu kuna emergency kama hizo za mtu amegomea mchezo, wao wanaweza kuandaa mchezo kama kawaida, wakapeleka ambulance na kila kitu kikawa chini yao na maisha mengine yakaendelea vizuri kabisa bila shida yoyote ile. Kwa hiyo kwenye haya maswali mawili kwamba nani ataandaa, bado TFF wana uwezo wa kuandaa vizuri kila kitu kikakaa sawa, lakini issue ya tiketi ndio issue pekee ambao wao wanaweza wao hawataingilia, kwa sababu bado mtu ambaye anasimamia mchezo yeye ndio ambaye anapaswa kufanya mazungumzo na N-card kujua wanatakiwa kuwa na tiketi ngapi na zinapatikana wapi na wapi. Kwa hiyo ndio eneo pekee ambalo bodi ya ligi wanaweza wasiliingilie moja kwa moja, kwa sababu swala la ukataji wa tiketi mara nyingi ni makubaliano kati ya mkataji wa tiketi na klabu mwenyewe kutokana na idadi ya mashabiki ambao wanahisi kwamba wanaweza kwenda kutokea uwanjani. Lakini vitu vingine vyote bado bodi ya ligi wanaweza kuvisimamia kama kawaida, kwa maana ya kuandaa ambulance zile, madaktari wa ziada, uwanja kukaguliwa vizuri, mamlaka za soka kutoa uwanja. Kwa maana ya bodi ya ligi sasa wana uwezo kuomba uwanja wao kwa ajili ya mechi zao, kwa sababu uwanja unatumika ni Benjamin Mkapa, na kwa kawaida mnavyoomba uwanja, kwanza uwanja wanakabidhiwa shirikisho, baada ya shirikisho wanawakabidhi bodi ya ligi, bodi ya ligi wanamkabidhi msimamizi mwenyeji wa mchezo. Sasa kwa sababu mwenyeji wa mchezo
anaonekana hayupo tayari kwa ajili ya kucheza, manake bodi ya ligi watakabidhiwa uwanja kama kawaida. Bodi ya ligi wakishakabidhiwa uwanja, wao ndo wataruhusu sasa uwanja ufunguliwe na nani, kwa sababu masaa 24 kabla ya mchezo uwanja unakuwa chini ya kamishna wa mchezo. Ina maana kamishna atakabidhiwa uwanja na bodi ya ligi, ingawa kwa kawaida kamishna alipaswa kukabidhiwa uwanja na Young Africans ambao ndio wenyeji wa mchezo. Lakini kwa sababu hawatocheza na bodi ya ligi wao wanaendelea kusimamia mchezo kama kawaida, maana yake uwanja atakabidhiwa na kamishna wa mchezo. Alafu baada ya hapo taratibu zingine zote zitaendelea kufuata kama kawaida. Kwa hiyo issue iko hivyo tu, ni issue nyepesi tu ya kiutawala zaidi, kwa maana kwamba kila kitu kinatakiwa kuina taratibu zake ya namna ya kufanyika. Kwa hiyo sehemu pekee ambapo bodi ya ligi hawana mamlaka ya kuingilia moja kwa moja ni kwenye swala la ukataji wa tiketi, lakini ikitokea uharibifu wowote ambao utatokea, maana yake bado bodi ya ligi watakuwa na uwezo wa kwenda kuwalima faini Young Africans. Na ndio maana mara nyingi tunasema kanuni zetu bado zina mapungufu mengi kwenye vitu kama hivyo, kwamba unapewa mamlaka lakini haupewi mamlaka ya moja kwa moja. Yani bado unapewa mamlaka lakini bado kuna sehemu unatakiwa ukaegemee, yani bado kuna watu inabidi wasikilize. Kwa hizo ni changamoto ambazo zipo, lakini hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo, na Karim Boimanda yeye amesimama na kusema kwamba mchezo upo kama kawaida.